Tokea Djigui Diarra wanazungumza Kifaransa, sure. Na pia wachezaji wake wengi sana wa taifa la Mali wanachezea ligi za Ufaransa. Sure. Kwa hiyo Kylian Mbappe ambaye anamsimamia agency wake ni mama yake. Faiza Lamari ndio ambaye anamsimamia na kampuni hii ni kampuni ya familia ndio ambaye inamsimamia kwa Kylian Mbappe. Kwa hiyo sasa inakuwa rahisi zaidi kuweza kufanya biashara kwa nchi ya Ufaransa, lakini pia nje ya Ufaransa. Na alipokuwa anajaribu kumwangalia na the way alipokuwa amejaribu kuapproach, ikaonekana kwamba Uingereza wanaanza kuonyesha nia sasa ya kuweza kumhitaji huyu Mali. Na inaweza ikawa ni issue kubwa sana kuweza kumzuia, kwa sababu pesa ambayo imewekwa ni pesa ambazo ni ndefu sana, na sio Chelsea peke yake ambayo inatajwa kuweza kuhusishwa na mchezaji huyu, lakini pia ipo Stoke City. Stoke City pia nao inatokea pale nchini Uingereza. Lakini pia ipo Nottingham Forest. Nafikiri unaifahamu hii, ilikuwa imefanya vizuri sana katika ligi kuu ya Uingereza, lakini pia na Leeds pia inatajwa kuweza kumuhitaji. Lakini pia kuna Rennes ya kutokea kule nchini Ufaransa, ambao dili sasa la Ufaransa linapushiwa zaidi na mawakala ambao wanasimamia kwenye kampuni ya mama yake na Kylian Mbappe ya kule nchini Ufaransa. Kwa hiyo kama mambo yatakwenda sawa sawa, wanaiona nafasi yake kwenda zaidi Ufaransa kuliko Uingereza, kwa sababu agency ambaye yupo katika kampuni ya mama yake na Kylian Mbappe inaonekana amevutiwa zaidi. Lakini pia wachezaji kadhaa ambao wamepita katika ligi ya Ufaransa ambao wenye asili ya Mali wanaonekana kulipigia chapuo zaidi. Kwa hiyo ninaiona nafasi yake zaidi, ingawa rumors nyingi zinasemea kuhusu Chelsea, lakini naiona nafasi yake zaidi kwenda kucheza nchini Ufaransa. Bwana, siku zote Waswahili husema mti wenye matunda ndio ambao unapigwa mawe. Karibu bwana michezo mwenzetu, tuzungumze michezo. Jina langu naitwa Nicholas John, ukiniita Cisco unakuwa umetisha kweli kweli. Niko hapa Steven Mapunda, mwamba huyo, atatupa zile small details ambazo tumekuandalia, zikiwa pia zinapewa nguvu kubwa mno na Bati Quality, kampuni bora kweli kweli ya Kitanzania. Hiyo inazalisha na kusambaza bati aina zote, zinapatikana bwana, za migongo midogo, migongo mipana, mfano wa kigae, hata zile zenye matilo ya chenga pia zinapatikana kwa gharama nafuu na bei ya kiwandani. Ukinunua mabati bwana, unapata pia misumari pamoja na usafiri bure popote pale ndani ya ardhi ya Tanzania. Waranti yake ni muda mrefu, miaka 10 ya uangalizi. Bado tunanunua wewe, anakuja kutamba nayo kijana wako. Kwa vizuri Steven Mapunda? Mimi niko vizuri. Uzima upo na ulalamiki? Yaani mimi niko vizuri. Uzima upo, umejaa tele. Mungu ni mwema kila wakati, na kila wakati Mungu ni mwema kabisa. Na hii ndio asili yake kabisa. Wala taarifa ziko nyingi kweli kweli, lakini taarifa kubwa nyakati hizi hatimaye, kwa lugha nyepesi unaweza kusema AFCON bwana, yamtengenezea ulaji wa kutosha Djigui Diarra wa Yanga. Sasa timu kutoka Ulaya zinamtazama, na watu pia mawakala wakubwa wanajiuliza inawezekana vipi mchezaji kama huyu Djigui Diarra anacheza kwenye ligi ya Tanzania, wakati Ulaya wako makipa wengine hawaeleweki bwana, wantereza nyingi, kipa hawezi kukamata vizuri mali na kuna mali ipo, kuna dhahabu ipo imejificha huko Afrika Mashariki na Kati. Bana, kwaje hii si sawa kabisa. Na taarifa zinaeleza ya kwamba baadhi ya mawakala wako tayari kuhakikisha kwamba wanampeleka Djigui Diarra Ulaya. Na taarifa zinasemekana ya kwamba yuko wakala anazungumza pia na klabu ya Chelsea ya pale England kwa ajili ya kutazama uwezekano wa Chelsea kumsajili mwamba huyu Djigui Diarra. Unanipata uzuri? Sasa unafikiri hizi taarifa za mawakala kupambana kumpeleka Djigui Diarra Ulaya zitakuwa na afya kwa mashabiki na wanachama wa klabu ya Yanga, ikiwa na wao wana malengo makubwa na kuhakikisha timu yao inafanya vyema kwenye mashindano ya kimataifa?
Of course hakuna ambaye atapinga hili kwamba kiwango cha Djigui Diarra kimekuwa ni kiwango bora sana katika msimu huu wa AFCON zinazofanyika pale nchini Morocco. Ni golikipa pekee ambaye ameweza kutoa tuzo ya mchezaji bora wa mechi katika michuano hii kwa msimu huu. Tunaona kabisa kwamba katika mechi muhimu kabisa ambayo unakuja kuona kwamba ili uweze kufuzu kwenda hatua inayofuata inatakiwa uebuke kuwa shujaa wa kuweza kuokoa timu yako, na Diarra ameweza kufanya hivyo. Tunaona Mali wanatanguliwa, wanasawazisha, lakini pia kwenye mikwaju ya penalty Mali wanaanza kukosa, lakini anakuja kulevel ni Djigui Diarra. Na ukiangalia ili uweze kuchukua hatua nyingine lazima uweze kufanya maamuzi magumu. Diarra anafanya saves za maana sana. Tulikuwa tunazungumzia saves katika vipindi vilivyopita. Kuna saves za kidunia, kuna saves za kuokoa mechi, na kuna saves ambazo wanasema high class saves ambazo hizi zote Djigui Diarra ameweza kuzifanya na ameweza kuzipa matumaini makubwa sana timu ambazo anazitumikia. Amefanya hivyo akiwa Stade Malien ya pale nchini Mali, amefanya hivyo akiwa Young African, amefanya hivyo akiwa timu yake ya taifa ya Mali. Na toka alipofika Young African na kiwango ambacho alikionyesha msimu wa mwaka 2022 2023 michuano ya Confederation Cup, kufika finali kwa Young African, kudaka penalti siku ya finali, na lakini pia kuibuka mchezaji bora katika mchezo wa finali, aliweza kuchukua mchezaji bora wa mechi. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye kiukweli amewashangaza watu wengi sana, na kitu ambacho kwa sasa watu wengi wanajaribu kupambana nacho, kuepukana na ile kwamba kipa bora awe na clean sheet nyingi ndio uweze kumpa ukipa bora. Wanatakiwa waende beyond. Ingawa kwa Tanzania sisi tunaangalia clean sheet ndio tunasema kwamba ubora wa kipa bora. Na ukiangalia kwenye AFCON of course ni kwamba kila mechi ameweza kuruhusu goli. Ukiangalia mechi ya kwanza na Zambia aliruhusu goli. Ya ukija mechi ya pili pia akaruhusu goli. Mechi ya tatu pia kadhalika, na mechi ya nne pia kadhalika. Lakini saves ambazo amefanya saves za maana sana. Lakini rejea mechi ile ya dhidi ya Morocco ambapo ukiangalia jukwani alikuwa amekaa Kylian Mbappe. Mbappe alimtazama Diarra mpaka akauliza jirani yake kwamba huyu anacheza timu gani huyu? Akaambiwa yuko Afrika hapa na sio Afrika tu, yuko Afrika Mashariki huko ambapo kwa sasa kwenye soka ndio wanajipapatua. Pasio na shida wala shaka, Afrika Mashariki kwa sasa na sisi ndio tunajipambania kabisa. Mpira ulikuwa kwa kiwango kikubwa Afrika Magharibi, Afrika Kaskazini, nilipata uzuri. Ni magharibi na kaskazini. Lakini sisi sasa hivi ndio tunakuja juu. Sisi tumekuwa kama new kama kwenye soka la ushindani. Anaambiwa ndipo ambapo anapotokea Djigui Diarra. Pia ni Mbappe alifanya namna hii mawe. Na uzuri zaidi ni kwamba taifa analotokea Djigui Diarra wanazungumza Kifaransa. Na pia wachezaji wake wengi sana wa taifa la Mali wanachezea ligi za Ufaransa. Kwa hiyo Kylian Mbappe ambaye anamsimamia agency wake ni mama yake. Faiza Lamari ndio ambaye anamsimamia. Na kampuni hii ni kampuni ya familia ndio ambaye inamsimamia kwa Kylian Mbappe. Kwa hiyo sasa inakuwa rahisi zaidi kuweza kufanya biashara kwa nchi ya Ufaransa, lakini pia nje ya Ufaransa. Na alipokuwa anajaribu kumwangalia na the way alipokuwa amejaribu kuapproach, ikaonekana kwamba Uingereza wanaanza kuonyesha nia sasa ya kuweza kumhitaji huyu Mali. Na inaweza ikawa ni kubwa sana kuweza kumzuia, kwa sababu pesa ambayo imewekwa ni pesa ambazo ni ndefu sana, na sio Chelsea peke yake ambayo inatajwa kuweza kuhusishwa na mchezaji huyu, lakini pia ipo Stoke City pia nao inatokea pale nchini Uingereza. Lakini pia ipo Nottingham Forest. Nafikiri unaifahamu hii, ilikuwa imefanya vizuri sana katika ligi kuu ya Uingereza. Lakini pia na Leeds pia inatajwa kuweza kumuhitaji. Lakini pia kuna Rennes ya kutokea kule nchini Ufaransa, ambao dili hili sasa la Ufaransa linapushiwa zaidi na mawakala ambao wanasimamia kwenye kampuni ya mama yake na Kylian Mbappe ya kule nchini Ufaransa. Kwa hiyo kama mambo yatakwenda sawa sawa, wanaiona nafasi yake kwenda zaidi Ufaransa kuliko Uingereza, kwa sababu agency ambaye yupo katika kampuni ya mama yake na Kylian Mbappe inaonekana amevutiwa zaidi. Lakini pia
wachezaji kadhaa ambao wamepita katika ligi ya Ufaransa ambao wenye asili ya Mali wanaonekana kulipigia chapuo zaidi. Kwa hiyo ninaiona nafasi yake zaidi, ingawa rumors nyingi zinasemea kuhusu Chelsea, lakini naiona nafasi yake zaidi kwenda kucheza nchini Ufaransa. Bwana, hivyo ndivyo ambavyo tunalichambua hapa bori na kandanda kweli, lakini taarifa zikufikia kwamba mezani hapa tunaye Djigui Diarra, golikipa namba 1 kwa sasa ndani ya klabu ya Yanga, lakini pia ni golikipa namba 1 kwa upande wa ligi kuu ya soka Tanzania bara. Ama unabisha? Hiyo alina upinzani. Unabisha? Unabisha nini? Unataka umfananishe na nani Djigui Diarra? Hakuna kufananisha. Kwanza kabla hujamfananisha, wewe Steven Mapunda, wakati unabisha ulikuwepo? Ndio nasemaje? Kwa sababu nipo. Anakuja msimu wa mwaka 2020 2021. Yes. Anakuja Young African, anaonyesha kiwango bora sana. 21 22 wanachukua ubingwa. 22 23 wanachukua ubingwa. 23 24 wanachukua ubingwa. 24 25 wanachukua ubingwa. Sasa hivi 25 26 hawajapoteza mchezo hata mmoja. Wamepata tu sare moja. Ni kabisa. Na ameruhusu goli moja. Kwa hiyo katika michezo ambayo amecheza amefuta clean sheet moja tu ambayo imeweza kufutia hati safi. Kwa hiyo ni moja kwa moja kwamba unaona huyu ni golikipa wa viwango kabisa. Na kama ingekuwa kuna logic zingine ambazo wakazitumia kuweza kumtafuta golikipa bora, basi Diarra alikuwa anastahili kuweza kuwa golikipa bora katika misimu yote ambayo Yanga anakuwa bingwa. Kwa sababu kiangalia msimu ule ambayo Walei Matampi anakwenda kuchukua Golden Globes, ukiangalia dakika alizozicheza ni nyingi kuliko za Diarra. Ukija kuangalia Musa Kamara anachukua Golden Globes, dakika alizocheza ni nyingi kuliko alizocheza Diarra. Unaona? Kwa hiyo unaona kabisa kwamba kuna kila sababu ya kuweza kutazama upya mlolongo wa kuweza kumpatia mtu kuwa golikipa bora. Kwa Diarra kwa kiwango chake ambacho amekionyesha, so credit tu bwana. Ni sawa sawa tu kama vile tulivyokuwa tunamwandaleti Mayele kwa George Mpole. Tukasema kwamba George Mpole ni bora zaidi kuliko Mayele. Sasa hivi big la Newcastle linakwambia kiko wapi? Bana kabisa. Wala hapa tunaendelea kumtazama Djigui Diarra ambaye amekiwasha kweli kwenye AFCON ya msimu huu pale Morocco na kuvutia timu nyingi kweli kutoka barani Ulaya. Mambo yanazungumzwa vipi? Offers zinakuja pale Young Africans. Je, ni nyakati sahihi za Djigui Diarra kuondoka? Ni swali la kujiuliza. Lakini hii kwa wana Yanga, mtakuwa mko tayari kama Djigui Diarra atatakiwa na timu zenye nguvu kwenda Ulaya, yani msajili makipa wengine? Hili ni swali pia ambalo linatakiwa mjiulize vizuri kweli na mpate majibu kweli. Kuondoka Ulaya sio shida. Unipata vizuri Mapunda? Ikumbukwe Mali ni miongoni mwa mataifa machache Afrika ambayo yanaweza pia kutoa wachezaji kwa urahisi mno kwenda barani Ulaya. Sasa nikwambie kitu kimoja. Mfano tu mdogo. Sawa. Tanzania ni ngumu kweli kutoa wachezaji kwenda Ulaya moja kwa moja. Lakini Mali ni rahisi kabisa. Na ndio maana inakuwa pia rahisi mno dili hili kupushiwa na mawakala na likatimia kabisa. Na Rennes inaonekana kwamba inakuwa na ndoano nyepesi zaidi ya kuweza kumnasa Djigui Diarra. Na yani Ufaransa naiona zaidi kwamba katika kinyang'anyiro hiki kuweza kuibuka kuwa shujaa. Yes. Kwako wewe, kama Djigui Diarra atafanikiwa kuondoka nje ya Tanzania, itakuwa ni pigo kwa Yanga ama ni vyema aende wengine waje, lakini itakuwa heshima labda kwa ligi? Ama mtazamo wako uko vipi? Wakati pia na karibisha maoni ya wadau hapo chini waweze kutuambia wao wana mtazamo gani juu ya mada hii ya leo. Kwa biashara ikifanyika kwa Young African itakuwa ni faida kubwa zaidi. Unakumbuka kwamba tayari walishampiga pini miaka 3 na waliweza kumtangaza siku ya Yanga Day. Walisema kabisa kwamba huyu bwana tushampiga pini miaka 3. Alikuwa na mwaka mmoja, wakaongezea miaka 3, miaka 4. Sasa hivi anakwenda kumaliza msimu na salia na miaka 3. Kuvunja mkataba ni pesa ndefu zaidi. Lakini pia kile ambacho atakwenda kukivuna Diarra kitakuwa ni kikubwa zaidi. Na watakachokwenda kukivuna Young African ni kikubwa zaidi, kwa sababu inahusishwa dola milioni 2.5 ambazo zinaweza zikatoka kwa ajili ya biashara hii. Sasa ukiangalia kwa pesa hizo ni pesa nyingi sana
ambazo siamini kama Young African watakuwa tayari kuweza kuziacha pesa hizo ili waweze kuruhusu mchezaji huyu aweze kutoka katika viunga vya Young African, na itakuwa ni mchezaji wa kwanza kucheza katika ligi ya Tanzania alafu kuchukuliwa kwa pesa nyingi za namna hiyo. Haijawahi kutokea. Bwana Ali Samata alitokea akiwa Kongo akaenda Genki, lakini hakuweza kufikia dau hili ambalo Diarra ambalo analitaka kuweza kulitoa, hususan watu wa kutokea pale Ufaransa. Djigui Diarra kabisa bwana, usimkatie mtu tamaa kabisa. Kilizungumzwa kimo. Djigui Diarra na futi 5, natakiwa futi 6 kucheza Ulaya, ndio kinachomkwamisha. Material yake unaona kabisa ya Ulaya, kimo tu. Lakini vipi sasa hivi stories za kimo bado zipo mtaani kwenu? Unajua Cisco, ujue mpira sasa hivi umebadilika sana. Very sure. Mpira wa zamani ulikuwa golikipa anadaka kama nyani. Ndio ilikuwa hivyo yani. Bwana yeye anadaka kama nyani. Anadaka yule kama nyani. Lakini sasa hivi mpira wa sasa hivi ni unaitwa sexy football. Ni kwamba tunaanza kujilinda kuanzia nyuma, tunaanza kushambulia kuanzia nyuma kabisa. Golikipa wa kisasa ni golikipa ambaye anakwenda kutoa majibu magumu kwa timu pinzani ambayo wanauliza maswali magumu, yeye ndo majibu yake anayo. Na ndio maana ukuta mara kadhaa anapokuwa golini huwa mara nyingi sana huwa anachezaga kama namba 4, wakati mwingine kama namba 5. Wakati gani? Wakati wanashambulia anasogea hadi kwenye D ile, kwenye ile nusu duara, huwa anasimama maeneo yale. Wakati ambapo namba 6 anakosa majibu ya kumpa mtu wa mbele, ni rahisi kucheza naye. Wakati namba 4 ametanua, namba 5 ametanua, anapata mapana kiwanja, either aweze kuipiga ndefu au aweze kupenetrate pasi fupi. Rejea mechi ya kwanza kabisa ambao anacheza ya ngao ya jamii Young African dhidi ya Simba Sports Club, goli aliyofunga Fiston Kalala Mayele ni pasi safi kutoka kwa Farid Musa Maliki. Aliupataje ule mpira ulikuwa umepigwa katikati, Harid Aucho akapiga back pass ukaenda kwa Djigui Diarra. Djigui Diarra ana receive mpira, ana control, anatulia kwa side mila kali sana, na upiga mpira mrefu unakwenda moja kwa moja, anakwenda kumiliki Farid Musa ana cut in, unaingia mpira katikati, Mayele bila kuutuliza na upiga goli, na kwa mgoli pekee ambalo Yanga wanashinda kwa mara ya kwanza, wanaanza kuweka utajiri wa mataji. Kwa hiyo ni golikipa ambaye ana viwango vya hali ya juu, ni golikipa ambaye kwa mpira wa kisasa kila timu itatamani kuweza kuwa naye. Timu ni vile tu kwamba wanasema bongo bahati mbaya, lakini ana kila sababu za kucheza nje ya bara la Afrika, na pia ameweza kuprove what right kwamba ni kweli anastahili kuweza kucheza nje ya bara la Afrika. Bwana, jana niliweka pia mjadala huu pale Instagram na kusema je, ni sahihi Djigui Diarra kuondoka Yanga nyakati hizi na kwenda Ulaya? Nilisema nitazipitia comments kwenye kipindi, naomba pia nizipitie comments hizo. Yuko Musa Minguya, ukipenda muite Musa Magari, toto wa Mbagala kule Chamazi, anasema ya kwamba tajiri wa Chamazi, tajiri wa Chamazi anapenda kujiita hivyo, tajiri ambaye alikuwa na maduka yake ya nguo, kwa mujibu wa maelezo yake. Lakini sasa hivi hatujui kama kuingia kwenye biashara ya magari. Tunamtafuta alisababisha achane na biashara ya nguo. Atatueleza vizuri kwa nini ndugu yetu biashara ya nguo isikue. I say. Sasa Musa anasema mwache aende kwa sababu ni vizuri kutafuta changamoto nyingine, na hii itaipa Yanga heshima na wachezaji wakubwa wanatamani kupita Yanga kama fursa ya kwenda mbele. Anaitwa Farida Juma, anasema Djigui Diarra ikitokea nafasi ya kwenda tumwache tu aende, wana Yanga tutakuwa tunafarijika kweli kweli tukibona mchezaji wetu ametoka EPL. Tulikuwa tunasikia kwamba kina Nonda Shabana wamekwenda huko, lakini sasa tunataka tuwaone na sio historia. Mwingine anasema hii itakuwa ni kubwa kweli kweli kwa Young Africans, na hii itakuwa ni heshima pia kwa Yanga, na hii ndio tunaoitaka mashabiki. Nisome kama baba Abdul. Huyu mwingine anasema nisome kama Mwanaidi Suleiman Kimboka. Mwanaidi Suleiman Kimbochwa. Ndio. Nimepata uzuri. Anasema bwana, mimi namtakia Djigui Diarra mafanikio mema na popote atakapokwenda ikawe inshallah kwake, Mungu ambariki. Nasema nisome kama Edina Christopher, mimi bwana naungana na wote wanaosema Diarra asonge mbele kwa ajili ya heshima ya klabu yetu. Ziko comments nyingi, lakini pia hii ni nzuri, na wewe pia unaweza ka comment kwenye mjadala yetu mbalimbali, kisha tutakuja kusoma hapa kwenye kipindi wakati ambao ukifika. Sasa hivi tunachokifanya bwana, tulikuwa tunaweka mada kwenye mitandao ya kijamii, kwenye ile Steam Media, Kings Media, then tukutana hapa
tunapita na zile comments, sababu tutakuwa tushakuandaa kwenye page zetu huko za Instagram na Facebook. Jina langu naitwa Cisco, ilikuwa ni hapa mwamba kweli ndugu yangu wa damu mno, muite Steven mwana wa Mapunda, ukipenda unamalizia pale Steven Mapunda Garincha kabisa. Nyuma ya kamera yuko mwamba, si mwingine Uncle Vuma Zela Busara, fundi mitambo Musa Minguya. Kwa heri.